kwa ajili ya vijana wa kiume na wa kike. Leo nitakuwa na maombi maalum kwa ajili ya vijana wa kike na wa kiume. Lakini kuna neema itaingia kwako kijana leo. Na hiyo neema itakayoingia kwako itakupa uwezo kuanzia leo wa kuona vitu waziwazi. Kwa hiyo hautohangaika tena, kwa sababu kinachokutesa ni mambo, umekamatwa na mambo mengi sana. Umekosa mwelekeo sahihi ambao unatakiwa katika maisha yako. Ujue uende kushoto, uende kulia, uende ujue mambo yamekuwa mengi. Leo macho yako ya rohoni yanakwenda kufunuliwa. Neema mpya unaipata itakudhihirishia vitu wazi wazi, na utajua hiki ndicho cha Bwana na hiki sicho, na Bwana anakwenda kubadilisha maisha yako kabisa. Naongea na kijana. Sema amina. Sema tena amina kubwa. Kamata Biblia yako, nina neno kidogo kabla sijakwenda kukutana na vijana wangu siku ya leo. Haleluya. Mathayo sura ya 15. Mathayo sura ya 15. Tunasoma mstari mmoja wa 13. Mathayo 15 mstari wa 13. Ninaamini umepata. Mathayo sura ya 15 na mstari wa 13. Tunasoma mstari mmoja. Naomba tusimame tusome kwa pamoja. Hata kama huna Biblia wewe simama tu. Lakini nakuomba wewe mshirika wa daraja la uzima, mimi askofu wako, na kuagiza lazima uwe na Biblia. Lazima achana na hiyo Biblia kwenye simu, achana nayo. Sawa, naomba uwe na Biblia wanaita hard copy kama hii. Tena ukilibeba kama hili nikikuona lazima nikubariki. Yes. Nataka utembee na Biblia yako, unakuja kanisani. Haleluya. LPCT Nazareti, umebeba Biblia yako. Huu ni ushuhuda mmoja mkubwa sana. Haleluya. Uwezi ukajua barabarani unakopita unapishana na wangapi wana shida na mizigo mizito, halafu hawajui mahali pa kwenda. Lakini ukikuona umekamata Biblia yako kama hii, haleluya. Yule anayekuangalia huyu simpendwa, huyu kaokoka huyu, atakufuata. Amempenda samahani sana. Umepata tayari kumsaidia mtu. Lakini kutembea umejificha ficha kama ndugu zetu wale mpaka hapa. Shida nini? Shida nini? Hebu jiweke uso. Tafuta Biblia yako. Ukija hapa kila mmoja njoo na Biblia. Yaani sijui kwa nini nilipokuwa niko naomba na mtafuta Mungu, nikasema hivi, kiashiria kimoja wapo cha LPCT ni mtu kuwa na Biblia yake. Hatuna huo ustaarabu, na kwa bahati nzuri umekuja kwa Michael Peter ambaye hanaga ustaarabu katika roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kamata Biblia yako. Ukija hapa unainua Biblia yako kwa ushindi. Haleluya. Tunafungua pamoja, tunasoma pamoja. Tuko kwenye mfumo jamani. Kwa hiyo asubuhi hamna chai, mchana hamna chakula cha mchana, mpaka usiku. Kwa hiyo hela yako ya asubuhi na mchana nunua Biblia. Amina. Tuko sawa? Mathayo sura ya 15 na mstari wa 13. Na hesabu mpaka 3. Naomba tusome wote kwa sauti kubwa. 1, 2, 3. Akajibu akasema, kila kando asilopanda barabara kwa Mungu itatolewa. Sijasikia vizuri. 1, 2, 3. Akajibu akasema, kila kando asilopanda barabara kwa Mungu itatolewa.
makofi ya shangwe na vigelegele. Sijasikia makofi hayo. Haleluya. Ndio. Nakukaribisha katika ibada yetu njema ya siku njema leo Jumapili ya tarehe 23 mwezi Novemba. Karibuni sana. Geukia jirani yako mwambie Baba Askofu Michael Peter Imana nakukaribisha katika ibada ya leo. Yes. Mwambie jisikie vizuri. Haleluya. Mwambie mambo yote yako chini ya mamlaka ya Kristo Yesu. Uwe na amani. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wale wanaopenda kuandika vikumbukumbu za vichwa vya somo ili uweze kurejea vizuri, somo langu leo nimelipa kichwa kinasema kila pando litang'olewa. Kila pando litang'olewa. Tuko katika siku 40 za mfungo wa maombi, lakini pia inaambatana na maombi maalum. Maombi maalum ya kukamilisha malengo yako ya mwaka 2025. Kwa hiyo ibada zetu hata pamoja na hii hapa, lengo na makusudi ni kuhakikisha kwamba yale malengo yako ya mwaka 2025 yanatimia. Utakapokwenda kuvuka mwaka, lengo lako lazima liwe limetimia, ili utakaingia mwaka 2026 uingie na vitu vipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatutaki kubeba mizigo ya mwaka jana na mwaka juzi. Tunapoingia mwaka kama unavyoitwa mwaka mpya, tuingie na mambo mapya. Mizigo inalemea, hatuhitaji. Nataka kwa wepesi ili tuweze kukimbia vizuri kwa wepesi katika mwaka. Sema amena. Kwa hiyo lengo langu na kusudi langu na ujumbe wangu leo ni moja tu, kuhakikisha kwamba kile kinachokuzuia ili usifanikiwe, kile kinachokuletea mazingira ya upinzani ili usipenye, ili usifike pale unapotaka kufika, lazima king'olewe siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua kuna changamoto nyingi sana katika maisha yetu ya kifamilia, lakini namshukuru Mungu aliye mwaminifu. Anajua kwamba changamoto zipo, na kwa sababu anajua kwamba sisi hatuwezi, haleluya, kumzidi shetani, uweza na neema ya kishetani ni kubwa kuliko ya mwanadamu. Hakuna mwanadamu yeyote anaweza kukabiliana na shetani akamweza. Sema amina. Mungu alijua hilo. Ndio maana Mungu akaamua kuachilia, haleluya, kitu kinachoitwa Yesu Kristo, ili akae ndani yako na wewe ukae ndani yake, na kwa huyo ushindi wako umepatikana. Sema amen. Ndio maana tunashauri kila mmoja lazima aokoke, kwa sababu bila ya kuokoka, maana Yesu hawezi kukaa ndani yako. Haleluya. Na ili uweze kupata nguvu ya kumdhibiti adui, hakuna nguvu nyingine yoyote isipokuwa ni nguvu ya Yesu Kristo. Atakapokaa ndani yako, una uwezo wa kumdhibiti adui kikamilifu. Sema amena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila pando litang'olewa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema katika kitabu kile cha Mathayo, ili tuweze kuelewa huu ujumbe vizuri, tuongeze mistari mingine miwili kidogo. Mstari wa 12 na mstari wa 14. Ili tuelewe ujumbe wetu vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo sura ya 15 mstari wa 12, ndipo wanafunzi wake walipomwendea wakamwambia, wajua ya kuwa Mafarisayo waliposikia neno lile walichukizwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio Yesu anajibu. Mstari wa 13 anasema, akajibu akasema, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Mstari wa 14 Yesu anaendelea anasema, waacheni, hao ni viongozi vipofu wa vipofu, na kipofu akimwongoza kipofu mwenzake watatumbukia shimoni wote wawili.
Yesu asifiwe sana. Nifafanue kidogo ili tuweze kuelewa hapa nini hasa zaidi kinachozungumziwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Ukijisikia raha, achilia raha. Sema haleluya. Amen. Wanaswahili wanasema, Waswahili haleluya, wanasema kwamba raha jipe mwenyewe, sio? Yaani hata usiposhangilia mahubiri yako, wewe jishangilie mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Biblia inazungumza juu ya kila pando. When you go to the Bible, English Bible, sawa, kienda kwenye Biblia ya Kiingereza. Maana wakati mwingine unaposoma Biblia yako usisome Biblia ya Kiswahili tu peke yake. Sawa Rudi kidogo kwenye Biblia ya Kiingereza afu jaribu kuangalia. Kwa sababu neno pando lililotumika kwenye Biblia ya Kiswahili kidogo linaleta utata kidogo. Unaelewa? Sasa ni vizuri uende kwenye Biblia ya Kiingereza kidogo uangalie neno gani limetumika ili uweze kujua kwamba okay, kumbe hapa neno pando lilikuwa linamaanisha kitu hiki. Sasa katika Biblia ya Kiingereza wametumia neno plant. Plant maana yake ni mmea. Sawa? Hapa anazungumzia kila mmea. Kwa maneno mengine, kila mmea asiyoupanda Baba yangu aliye mbinguni utang'olewa. Sawa jamani? Tumepata kitu kidogo Bwana Yesu asifiwe sana. Mmea unaizungumziwa hapa ni mmea wa kawaida. Lakini sio mmea wa porini unaojiotea wenyewe. Ni mmea ule ambao unapandwa kwa makusudi. Inawezekana ikawa ni mchungwa, inawezekana ikawa ni mpunga, inawezekana ikawa lakini ni mmea ule ambao wewe na mimi tunaweza tukachukua hatua tukaupanda. Alafu tukaufagilia vizuri ili uweze kumea vizuri na mwisho wake utoe matunda mazuri. Huo ndio mmea ambao unazungumziwa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwenye Agano la Kale na Agano Jipya maneno yametumika kidogo tofauti. Sawa? Ukiangalia kwenye Biblia ya Agano la Kale hawakutumia neno pando au mmea, yani neno linalowakilisha huo mmea au hilo pando. Wametumia neno mzabibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini wakimaanisha mmea ambao umelimiwa vizuri, ambao umepandwa kwa malengo na makusudi maalum ili kuweza kufanya ukue vizuri, uvunwe na matunda yapatikane. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Nimeona kwamba kuna tabia ya kwamba tunaposoma hilo neno kila pando asilopanda Baba yangu aliye mbinguni litang'olewa. Kwa hiyo tunachukulia kama pando ni kama vile ni tatizo au shida hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ninataka nikuchukue taratibu hatua kwa hatua mpaka tufike mahali tupate ufahamu fulani, na huo ufahamu utakuweka huru, na ukishakuweka huru matokeo yake unafunguliwa na unakuwa huru kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo cha kwanza ambacho napenda niseme ni kwamba hapa Yesu alichokitumia, ametumia lugha ya picha. Lugha ya nini? Ya picha. Yesu mara nyingi amekuwa akifundisha kwa kutumia lugha ya picha mara nyingi sana, ili kutusaidia sisi tupate kuelewa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo hapa nilipokuwa nazungumza juu ya pando, kama vile nilivyosema, tusome mstari wa 12, 13 na 14 tuelewe. Pando linalozungumziwa hapa ni mafundisho ya Mafarisayo na Masadukayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Pando analolizungumzia Yesu, au Yesu katoa jina pando akimaanisha
ni jina linalowakilisha mafundisho potofu ya Mafarisayo na Masadukayo. Na wakati mwingine alikuwa anamaanisha Mafarisayo wenyewe na Masadukayo wenyewe ambao wana imani potofu. Kwa hiyo napozungumzia kila pando asilolipanda Baba yangu aliye mbinguni litang'olewa, alikuwa anamaanisha mafundisho ya Mafarisayo na Masadukayo ambayo ni mafundisho potofu, kwamba hayatoendelea kukaa bali yatang'olewa na Mungu aliye hai katika maisha yetu au maisha ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo naomba unielewe vizuri kwa hatua ya kwanza, kwamba Yesu anapozungumzia pando asilolipanda Baba yangu aliye mbinguni, anazungumzia mafundisho potofu. Haya mafundisho Mafarisayo na Masadukayo, mafundisho potofu, maana yake ni kwamba hayatolewi kwa kutokujua. Wa Mafarisayo na Masadukayo wanayatoa, yawezekana kabisa yametoka kwa wazazi wao, yametokana kwa mila na desturi zao, lakini lengo kusudi wanafundisha kwa makusudi ili watu wapate kuyapokea na wao waendeshe maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema imani huja kwa kusikia. Warumi sura ile ya 10 na mstari wa 17. Imani huja kwa kusikia, na kusikia katika nini? Katika neno la Kristo Yesu. Biblia inamaanisha ya kwamba imani inatengenezwa kwa kusikia. Haleluya. Kwamba nini unasikia ndio kinakutengenezea imani yako. Biblia inasema imani ya Kristo Yesu unaijenga au unaipokea au unakuwa nayo inayotokana na neno la Kristo. Kwa hiyo kama unataka kuwa na imani ya Kristo Yesu aliye hai, msingi hapa ni kujifunza vizuri kwa bidii kusoma neno la Mungu. Vile unavyosikia neno la Mungu, na ndivyo hivyo imani yako ndani ya Kristo Yesu inafanya nini? Inakumbika na inakuwa zaidi. Na ndio maana yule anayesoma neno la Mungu sana anabidii kusoma, hawezi kuwa mtu wa kawaida vile vile, hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima kuna vitu ambavyo ndani yake vitaanza kuumbika ambavyo vinapelekea sura ya Kristo katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hivyo kwamba kwa sababu imani chanzo chake ni kusikia, kwamba kile unachokisikia ndicho kinachokutengenezea imani yako. Kwa hiyo kama utasikiliza mafundisho potofu, pia na imani yako itajengwa iliyo potofu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yangu ni moja, utakapotoa nafasi ya kusikiliza mafundisho potofu, ndani yako utainua imani potofu, na hii imani potofu itakwenda kuzaa au kuchukua mimba. Itakapochukua mimba imani potofu, italeta matokeo mabaya katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hiyo ni muhimu sana kuangalia na kwa makini. Hicho ndicho Yesu alichokuwa anakisisitiza pale, kwamba lazima tuhakikishe kwamba imani potofu inafanya nini? Inang'olewa. Kwa sababu watu wakibeba imani potofu, ndani yake yataanza kuzalika mambo potofu, na hayo mambo potofu yatatengeneza dhambi ndani ya mhusika, na yanapotengeneza dhambi itazaa mauti ndani ya mhusika. Kwa hiyo ni muhimu sana ufike hatua uelewe na uzingatie kwamba nini imani yako inajengwa kutoka wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mafundisho potofu
yanaingia ndani yako, yanatengeneza imani potofu ndani yako. Hilo ndio pando ambalo Yesu analizungumzia, pando potofu ambalo likikaa ndani yako na baadaye litatoa matunda potofu. Ukikaa ukamsikiliza Yesu au ukasikiliza neno la Mungu, ndani yako inaingia imani na kuumbika imani iliyo sahihi. Hiyo imani iliyo sahihi itatengeneza kwako matunda sahihi. Lakini ukisikiliza imani potofu au ukisikiliza mafundisho potofu, yatakupelekea wewe uwe na imani potofu, na hiyo imani potofu itatengeneza au itazaa matunda potofu, na hayo matunda potofu ni dhambi katika maisha yako, na hiyo dhambi itazaa mauti, na mauti hayo ndio matokeo ya pando la Ibilisi katika maisha ya wanadamu. Kwa hiyo napenda nisisitize hapo ya kwamba mafundisho potofu yanatengeneza dhambi ndani ya anayeamini, na dhambi utunga mimba na hatimaye uzaa mauti. Sasa Yesu Kristo akaiweka hilo wazi kwetu mimi na wewe, tuhakikisha kwamba hayo mafundisho potofu hayachukui nafasi kwenye maisha yetu, kwa sababu Yesu Kristo anatutakia sisi mambo mema, anatutakia sisi mafanikio, anatutakia sisi ushindi, anatutakia sisi kuinuka katika maisha yetu. Na Yesu anajua kama hizo imani potofu au mafundisho potofu yakimpata nafasi, yakaingia ndani yako, yatajenga imani potofu, na hiyo imani potofu ndani yako itatengeneza kitu kinachoitwa dhambi, na hiyo dhambi itazaa mauti. Yale mauti yanapelekea maangamizi ya maisha yako yote. Kwa hiyo mauti ni matokeo mabaya ya mafundisho potofu ndani ya aliyeamini mafundisho potofu. Magonjwa, laana, uuaji, umasikini, vifungo mbalimbali ni mapando adui ambayo yanapanda ndani ya mtu, ambayo yametokana na mafundisho mabaya au mafundisho potofu. Tunapozungumza juu ya mauti, tunapozungumza juu ya laana, tunapozungumza juu ya magonjwa, hayo ni matokeo. Hayo ni matokeo ya mafundisho potofu. Yaani ukikaa na kusikiliza mafundisho potofu yakaingia ndani yako, automatically unatengeneza imani potofu. Sasa hiyo imani potofu hiyo inakupelekea kwenye dhambi, na hiyo dhambi inatengeneza kitu kinachoitwa mauti. Sasa matokeo ya dhambi ndio hayo: laana, magonjwa mbalimbali, umasikini na shida nyinginezo ambazo zinasumbua wanadamu. Kwa maneno mengine, kama unahitaji kuwa salama kwenye maisha yako, lazima uchunge sana nini unasikia, nini unasikiliza, unatoa muda wako kusikiliza nini kwenye maisha yako ya kila siku. Njia mojawapo ya kuondokana na matatizo na mateso katika maisha yako ni kuwa na imani sahihi ndani ya Kristo Yesu aliye hai. Na hiyo imani sahihi inakuja kwa kusikiliza neno la Mungu aliye hai. Kwa maana mengine, ukitoa muda wako wote kusikiliza neno la Mungu, maana yake unajitengenezea usalama wa maisha yako. Asilimia kubwa utakuwa uko salama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu anasema kila pando asilolipanda Baba yangu aliye mbinguni litang'olewa. Matambiko ni mafundisho potofu. Ibada za wafu ni mafundisho potofu. Ngoma za kienyeji
mafundisho potofu. Makafara ni mafundisho potofu. Shughuli za 40 ni mafundisho potofu. Pombe ni mafundisho potofu. Sigara ni mafundisho potofu. Miziki ya kishetani ni mafundisho potofu. Ngono ni mafundisho potofu yanayotengeneza imani potofu na kuzaa uharibifu ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vizuri tufike hatua tujaribu kujiangalia jinsi gani tunaweza kuwa salama. Kuna vitu ambavyo vinahitajika tuvifahamu ili vitupe ufahamu wa kuweza kukaa salama. Mafundisho potofu yanakwambia kucheza ngoma za kienyeji huko halina shida. Na ndivyo hivyo mmelelewa na mmekuwa hivyo. Hizo ngoma za kienyeji za kishetani zinachezwa ili kumtukuza nani? Zinachezwa ili kumfurahisha nani? Vinachezwa ili kumwabudu nani? Hilo ni jambo la muhimu kuliangalia. Hizo ngoma za kienyeji zinacheza kuyatukuza mizimu ya kwenu, kutukuza waliokufa. Ibada za wafu unafanya katika kucheza hizo ngoma. Maana yangu hapo unachokifanya ni kwamba wewe ambaye unacheza hizo ngoma ambazo zinamuinua na kumtukuza shetani au mizimu ya kwenu, maana yake wewe unafanya ibada ya wafu. Maana yake wewe unapokea na kusikiliza mafundisho potofu. Matokeo yake imani ndani yako inakuwa imani potofu. Na matokeo yake maisha yako yanakuwa na shida. Hatuhitajiki kumtukuza mwingine yeyote zaidi ya huyu mmoja anaitwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Huyo pekee yake ndiye anastahili utukufu. Huyo pekee yake ndiye anastahili sifa. Huyo ndiye pekee yake anastahili heshima na utukufu wote. Chochote tunachokifanya kwenye maisha yetu lazima tujue na kwamba tunaye Mungu aliye hai ambaye huyo ndiye anahitaji kuinuliwa, kutukuzwa na kuhimidiwa. Huyo ndiye anastahili sifa na heshima pekee yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchezo wa kufanya 40. Umejifungua, hakuna kutoka nje mpaka 40 ishi. Na yeye alafu 40 ishi. Ndio nini kinaendelea sasa? Nini kinatokea? Biblia yetu inatuambia kwamba siku ya 8 mtoto anatakiwa aendelee na shughuli zake. Apeleke kanisani amwabudu Mungu. Wewe unamwona mtoto mdogo ndio bado mdogo aelewe, lakini anaelewa vizuri kwa sababu anapokea vitu kwa hisia. Yaani mtoto mchanga anapokea ujumbe na neno kwa hisia. Kwa mnapokuwa kanisani hapa, mnacheza, mnayumba, mnaimba, mnacheza, mnashangilia. Haleluya. Mtoto anapokea. Anapokea. Na hicho ndio kinaumbika ndani yake na kinajengeka kwa sababu ibada zetu ni katika roho. Kwa hiyo roho wa Mungu anamtembelea huyo mtoto na anaingia, anakaa ndani yake. Ibada za siku 40 maiti, mtu kafa, mnakaa siku 40, zikifika siku 40 ndio mnatengeneza ubwabwa. Wengine wanasema tunamaliza msiba. Msiba gani mnaomaliza? Wakati mtu alishakufa, siku 40 zimeisha. Mnamaliza msiba au mnaendelea na msiba? Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuhitajiki kufanya 40. Biblia inasema mtu akifa mambo yake afanye nini? Yameisha, story imeisha hapo. Mambo yanabaki yeye na Mungu anayeelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi ukurasa umefungwa hapo. Ndio kile leo mwambie usiende kwenye 40. Hata kama baba yako mzazi kakuita. 40 ni marufuku. Baba anapiga mkwara, nitakutengeneza laana. Laana isiyokuwa na sababu haimpigi mtu. Biblia inasema hivi, wewe mwambie baba achilia. Haleluya. Afakiachilia anajikuta mwenyewe yuko juu ya mama. Anaanza kulia pasipo sababu. Alafu ile chomjeje, niche mwanangu, niche mwanangu.
Na hiyo ndio chanzo cha kuokoka kwake na kumpa Yesu maisha yake. Usiogope kwa vitu ambavyo ni vya uongo na udanganyifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Simama katika kweli ya Mungu. Hiyo kweli ya Mungu ndiyo itakayokuweka salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapozungumzia pando la Ibilisi, tunazungumzia mafundisho potofu. Kwenda kwa waganga wa kienyeji ni mafundisho potofu. Ukisikiliza habari za waganga, utajenga ndani yako imani potofu. Na hiyo imani potofu itakupelekea wewe uzae dhambi katika maisha yako. Na hiyo dhambi itatembea mauti au matokeo ya kifungo kwenye maisha yako. Kinachonisikitisha, ambacho mimi nilikuwa sielewi, nilijua mimi tunaponena kwa lugha, tunanena kwa lugha, tunashangabaisi, tunatafakari vizuri, wote tumejazwa roho, wote tuko sawa na tunaenda mbinguni. Sasa kumbe nimekuja kugundua ya kwamba sio wote wanaonena kwa lugha, wananena kwa lugha kwa sababu wamejazwa Roho Mtakatifu. Wananena kwa lugha ili wajifiche ndani ya kusanyiko, waweze kufanya mambo yao vizuri wanavyotaka. Kanisani wanaingia wachawi, wanaingia wauni, kanisani wanaingia wazinzi, wanajifanya wanashandalize, kumbe hakuna cha kushandalize, wanajificha kwenye miavuli ya walokole. Kila pando asilolipanda Baba yangu aliye mbinguni litang'olewa. Ninachotangaza, Bwana Yesu asifiwe sana, si kwa macho ya nyama, naongea katika roho. Maana Mungu anasema ya kwamba kila pando asilolipanda Baba yangu aliye mbinguni litang'olewa. Mamlaka imetolewa kwa kila mtu wa Mungu aliye hai kung'oa pando la Ibilisi kwa kupitia Mungu aliye hai. Amen. Nataka niseme kitu kimoja hivi. Kabla haijafika Desemba, kuna kitu cha ajabu kitatokea hapa. Haleluya. Naomba nitoe ombi. Natoa ombi tu kwamba kama huko tayari kuabudu, achana na ibada. Ibada ziko nyingi sana. Makanisa yako mengi sana. Sisi ndio tunaelewana vizuri. Sisi tunahitaji mtu ambaye kaamua kweli tumwabudu Mungu katika roho na kweli. Usituchanganye. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda na wewe tukijua tuko sawa. Tunaenda na wewe tukijua tuko salama. Mwisho wa siku tunagundua mwenzetu umetutendea vitu visivyofaa. Unaenda kwa waganga kama kawaida na bibi yako ndiye mhusika mkuu. Mimi natoa tangazo. LPCT tumeamua kumwabudu Mungu wa kweli. Lengo na kusudi letu ni kwenda mbinguni, si vinginevyo. Wenda tumeingia tuna suruali moja, wenda tumeingia nywele ya kipara, wenda tumeingia hatuna hela, lakini lengo letu limetimia. Na tumpendea Yesu wiki moja. Hasemi ya kwamba ili uingie mbinguni lazima uwe milionea. Ili uingie mbinguni lazima uwe na nyumba nzuri. Ili uingie mbinguni lazima uvae kokoko. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hana upendeleo. Kwa sababu anajua kuna wengine hawana uwezo wa kupata hiyo magorofa. Haleluya. Utabeba gorofa na mbinguni uendi. Kwa hiyo cha msingi hapa lazima tuelewane. Na narudia tena kwa msisitizo. Sio vizuri tu kuondoe kanisani. Kinapendeza hiyo jamani? Haipendezi. Mambo yamekushinda, achana na sisi. Achana na sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Maana mambo yako yanaeleweka. Lakini hata kufika kwa mchungaji kusema mchungaji mimi nimebanwa. Shida. Sikiliza, hii ni vita. Usifike kwamba nini story tu mambo yanaenda. Mambo yaendi story rafiki yangu. Utakutana na jamaa, mtakutana uso kwa uso. Ama zako ama zake. Haleluya. Hapo ndipo itakaonekana kwamba wewe ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na umeamua nini kwenye maisha yako. Na nakusaidia. Kama hujaamua, siku hiyo utajisalimisha. Utasema basi nimekubali. Lakini kama umeamua ndani ya moyo, unasema nakutambua wewe ni nani. Na hautaingia tena hapa, mwisho wako leo nimekukataa. Amen. Naongea vitu vizito kidogo. Sio rahisi kunielewa.
Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Roho akusaidie. Nataka nikwambie hivi, mapambano ni makali. Usifikiri tu hivi unacheza tu, hapana. Inahitaji maamuzi ya kweli ndani ya moyo wako. Fanya maamuzi. Na achana kuambatana na mtu aliyeishiwa. Ukitembea na mwizi na utakuwa mwizi. Ukitembea na tapeli na utakuwa na tapeli. Ukitaka kumjua mwenzako kama yuko sawa, angalia marafiki zake. Kisha yaani wewe usio na shida. Wewe unataka kumjua huyu jamaa yuko sawa. Usipate shida. Wewe nenda mgongoni, afu chunguza marafiki zake. Marafiki zake ni kina nani? Wakoje? Basi. Yaani unavyoona marafiki zake ndio ujue huyo mtu ndivyo alivyo. Hata kama anakudanganya kwa jinsi yoyote ile. Lakini rafiki zake ni kigezo mwili cha kumjua huyo mtu ni nani katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka niseme moja tu. Tuko siku za mwisho. Na siku za mwisho haziji kiolela. Kwa sababu sio kipindi cha kubebelezana. Hiki ni kipindi cha kubebana kama nguvu itumike ili tuweze kupenya na kufika mahali sahihi. Nazungumza na mtu hapa. Mungu hajakutenga bure. Mungu alikutenga kwa makusudi. Kwa sababu anajua kiu ya moyo wako. Una sababu ya kulia na kuhuzunika. Rafiki yako anapokuacha, Bwana Yesu asifiwe sana, isikutese hiyo. Kwa sababu ili uweze kukaa sawa sawa, lazima kuna vingine viondoke tu. Haina jinsi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kweli kabisa, kama unataka mambo yako yakae sawa sawa, kwa huyu Mungu wako aliye hai unamtamani, lazima kuna vitu viondoke na vingine vitaondoka kwa maumivu makali. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili ubaki salama na uweze kufika pale ambapo Mungu anahitaji ufike. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo naomba niseme neno hili moja, ya kwamba hatuko hapa kwa ajili ya kupoteza muda. Wala hatuko hapa kwa ajili ya kucheza. Hapa tuko tumemaanisha. Tunahitaji matengenezo ya kweli ili tuweze kwenda mbinguni. Njia zako hizo naomba kuachane nazo. Kama utaki, tuna kipindi cha mpito maalum. Itakapofika Desemba tutajua. Wala hakuna jinsi. Na tukikwambia mwana tunakuomba basi hapa usiabudu, isikuudhi, isikuteke, kwa sababu tumekupa muda wa matengenezo, umekataa. Na ngera hili nikasikia mchonde na moyo wangu ya kwamba watu wanakuja kanisani lakini pia wanakwenda kwa waganga wa kienyeji. Ukizungumza neno, alafu neno limekaa kushoto kidogo, alafu kamsikia mtu mama, huyo mtu inabidi ufuatilie vizuri. Yaani sio kama anastuka kwa sababu jambo la ajabu, anastuka kwa sababu ndicho kinachoendelea kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Lazima ufike hatua ufanye maamuzi ya kweli katika maisha yako. Mimi nahitaji msaada wako. Kama wewe unavyohitaji msaada wangu. Mimi nahitaji kukulinda wewe na wewe unahitaji kunilinda mimi ili tuweze kuwa salama. Si vinginevyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mawasiliano yanafanyika huko Dar es Salaam na kijijini kwa bibi yako. Mawasiliano yanaendelea. Na unajua unachokifanya, sio kama unajui, unajua. Lakini bado umedawa umeshupa. Unataka nini? Shida yako ni nini? Sasa nataka kusema ni kwamba hatuwezi chochote. Na hatuna haja ya kujua chochote. Lakini Mungu ameahidi kwetu. Anasema kila pando asilolipanda Baba yangu aliye mbinguni litang'olewa. Hiyo ni ahadi ya Mungu aliye hai. Kwa sababu Mungu anatutakia na kutuwazia yaliyo mema. Kwa hiyo wewe unataka au hutaki, lazima mambo yakae sawa sawa tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Nazungumza si kwa vitu ambavyo sivielewi. Nazungumza kwa vitu ambavyo navielewa. Yaani nikwambia ukweli, huna uwezo wa kunidanganya.
Vinginevyo nimekubali kudanganyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kama sijakubali, lazima nitajua. Lazima nitajua. Kwa hiyo ninachotaka niseme ni kwamba tangazo na tangazo. LPCT, naomba tafadhali achana na njia zisizo sawa sawa. Naongea kwa vijana, naongea kwa watu wazima, naongea na kwa wazee. Achana na hizo njia zisizo sawa sawa. Mungu ametupa neema. Twende mbele za Mungu. Hivi unajua kwa nini umetoka kule umekuja hapa? Kuna watu wengine na wasikia watu wanazungumza hapa, lakini sijaelewa kama wanaelewa au vipi. Wanasema nimevuka daraja, nimevuka, lakini sijui kama wanaelewa kwamba hicho anachokizungumza anakielewa au anazungumza tu kwa sababu tu ya daraja. Ukisema na mimi nimevuka, yaani nimevuka na mimi ni mmoja wenu, unaelewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa naomba unielewe vizuri. Mungu anisaidie niongee kwa hekima kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ni kweli umevuka, lakini naomba uelewe maana ya kuvuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba mahali ambapo umevuka, maana yake ni kwamba kuna mahali au kuna kitu umeacha, alafu umeingia mahali pengine ambapo ni papya, si ndio? Sio, unanielewa? Kwa maneno mengine ni sawa sawa na mtu anayefanya toba. Anakwenda kwa sababu ya dhambi zilizomfunga. Anasema Mungu natubu leo. Naomba unisamehe dhambi zangu zote. Naomba unisamehe haki kwa damu ya mwanao Yesu Kristo. Huyu mtu kuna mahali ametoka, alafu ameingia mahali pengine. Unanielewa? Mungu akutarajii tena uendelee kuishi maisha yale yale kabla hujafanya toba bana. Yaani kakutoa mahali kwa sababu anajua mazingira yameshindikana. Akakuingiza mahali pengine akikupa neema ya kuanza upya uende sawa sawa. Neno gumu naongea. Naongea neno gumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe ambaye umevuka kama unavyosema, ningekuomba elewa kwa nini umevuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana mengine kuna vitu ambavyo Mungu anataka uachane navyo. Mungu anataka ubebe sura mpya. Nje hapo usingetoka. Kwani wote tumetoka? Sasa lazima umuelewe Mungu vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba kuna kitu Mungu ambacho amekifuatilia kwenye maisha yako vizuri tu, na ameona kwamba anataka kufanya kitu kipya na wewe. Tulivyokuwa tunaingia mwaka 2025, mimi nilizungumza neno fulani hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni neno la mwaka 2000 na unalikumbuka? Nilisemaje? Basi nikasema jamani, mwaka 2025 ni mwaka wa jambo jipya. Limetokea ni kutokea. Yukia jirani yako mwambie hauko hapa kwa bahati mbaya. Yaani Mungu alijua kama utakuwepo hapa. Sasa simama. Sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hilo pando linaondolewaje hilo pando? Hilo pando ambalo adui kalipanda ndani ya maisha yako, ndani ya nyumba yako, ndani ya familia yako, lakini limepandika huko kwa sababu ya wewe ya kusikiliza mafundisho potofu. Hilo pando la adui ni mafundisho potofu ulioyasikia ukayakubali, yakatengeneza
maisha yako. Na hiyo dhambi ikatengeneza kitu kinachoitwa mauti au maangamizi. Sasa ugonjwa unaokusumbua ni matokeo. Umasikini unaokutesa ni matokeo. Kutokuolewa kwako ni matokeo. Yaani kuna mahali ulisikiliza kitu kisicho sawa, alafu ukakikubali, ukakiamini, matokeo yake kikaibua kitu kimoja. Na hicho kitu kinaleta shida kwenye maisha yako. Inawezekana ulikutana na mtu, akaanza kuongea, akakuingizia. Wala hizo sana imani potofu.